tarry in Jerusalem until I release my spirit unto you. Jesus knew that we cannot make it without the Holy Spirit. Why? Because this world is full of dirty spirits. Kwa nini tutembee na Roho Mtakatifu? Maana dunia hii imejawa na maroho machafu. Na Mungu alijua kabisa ya kwamba we cannot make it unless we allow the Spirit of God to help us. It is very, very important to know anything that you do in the church and it has not been pioneered by the Holy Spirit does not amount for any blessing unto you. Anything that you do in the church, it has not been pioneered by the Holy Spirit. It has not been initiated by the Holy Spirit. You cannot be blessed for that. Are you understand what I'm talking about? Anything that you do in the church, which has not been pioneered by the Holy Spirit, which the Holy Spirit has not stamped, that whatever you are doing, you cannot receive a blessing for doing that. And that is why we have many, many Christians and many, many people who are complaining in the church. Man of God, you know what? I did that and that and that in church. I've not seen results. I have done this and that and that and that and that. Man of God, I've been doing this for many years. God has not blessed me. It is simply because whatever you have been doing, it has not been pioneered. It has not been birthed by the Spirit of God. You need to understand, anything that has been birthed by Holy Spirit of God, it attracts blessings. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba chochote utakifanya kwa huduma kuanzia siku ya leo, utaelekezwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Amen. Hallelujah. Amen. You need to understand, doing ministry is very, very hard thing. Kufanya huduma ni kitu ngumu sana, si kitu rahisi. Ni kitu ngumu sana. It's very, very hard thing. It will only be meant easy for you when you rely on the help of the Holy Spirit. Doing ministry is not a simple thing, as many people think. But when you rely on the Holy Spirit, it will bring a meaning to you. Somebody say amen. Amen. It is not easy to preach. It is not easy. Standing on the same pulpit, week after week, day after day, month after month, week after week, year after year, it is not a simple thing. Am I talking to somebody? Do you know many pastors right now, wachungaji wengi, huwa wanaomba kimoyomoyo, kama kuna vile wanaweza ondolewa hiyo upasta. They are tired. Ni vile tu hawezi kuacha. Because preaching is not easy. Many believers, they come to church, not because they want to come to church. No. They come to church because wamezoea. Mtu atawauliza, kwani leo hukuenda church? Kwani leo? Kama kuna kitu ingetendeka, waambiwa wasikuje, wangefurahia sana. Na tulijua na wakati COVID-19, wakati kulikuwa na lockdown. Am I talking to somebody? People were very, very happy. They were not willing to go to church. They were not. Na hata hakuna kitu, hata sadaka hawakutuma, hata hawakuenda kuangalia hiyo makanisa kama ilibebwa na upepo. Mtu mmoja aseme amina. Na mliona news nyingi kwa TV na kwa magazeti, wachungaji wakiuza maspika. Maana na wao wamerely na washirika, sio Roho Mtakatifu. Amen. Wameuza mpaka wakauza mabati ya kanisa, walibomoa mabati wauze wapate kitu ya kukula. Because they have not relied on the Holy Spirit. Anything that you do in the church which has not been pioneered by the Spirit of God does not attract blessing. And that is why we need to partner with the Holy Spirit. Anything we do, tunapoamka asubuhi, Roho Mtakatifu nisaidie. Amen. Roho Mtakatifu tembea nami. Roho Mtakatifu nifahamishe nitafanya nini. Hallelujah. Ninatoka ninaenda kwa kanisa, Roho Mtakatifu nisaidie. Nifunulie nijue nitafanya nini kwa huduma. Ninaenda kuhubiri, nina mahubiri mingi ndani yangu, lakini nisaidie nijue nitahubiri nini. Tumoja aseme amina. Amina. Inua mkono mmoja, sema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, njoo katika maisha yangu leo. njoo katika maisha yangu. Hallelujah. Amen.